Darubini Digital imepiga hatua hadi ya mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Kilichotupeleka hapa leo ni uzinduzi wa jezi ya Simba Sports Club, lakini pia ni uzinduzi wa wiki ya Simba Sports Club. Kinachoendelea kwa sasa hapa ni utambulisho wa viongozi mbalimbali, lakini kitakachofuata kwa baadaye ni ratiba nyingine ambayo imejikita zaidi katika uzinduzi wa jezi pia na uzinduzi wa siku ya Simba Day. Hivyo mtazamaji wa Darubini Digital, tunakusii pia tunakuomba sana uzidi kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii uweze kupata matukio yote mbashara na kwa wakati. Mimi ni Pascal Yohani, Darubini Digital. Safari yetu ilianzia katika mji wa Karatu asubuhi mida ya saa 2 kamili. Tukaingia katika eneo la makumbusho katika eneo hili la hifadhi ya Ngorongoro. Lakini sasa tupo katika bonde hili katikati kabisa ya kreta ya Ngorongoro. Hapa panaitwa Ngoitoktok. Matukio mengi yameendelea katika eneo hili. Zaidi sana ni tukio la Simba kuzindua siku yao ya Simba, lakini zaidi ni uzinduzi wa jezi ambayo wanakwenda kuitumia katika msimu wa 2026-2027 katika ligi kuu ya Tanzania bara. Tusubiri muda utakaofika, tunaendelea kuiona zaidi sana jezi ambayo na ni hamu ya watu wengi kuiona. Je, Simba wameweza kuja na mbinu gani zaidi sana pia kwenye rangi ya jezi, kwenye nyeupe ni nini kimeongezeka, hata mgani watu wengine ambao wanaweza kuiona lakini wakavutiwa. Lakini pia ni shauku ya watu wa Karatu wa sasa ambao ni eneo lao la wenyeji, wao wanatamani kuiona hiyo jezi zaidi, na tunategemea sana watakuwa ni wanufaika namba moja, kwani jezi hiyo inazinduliwa katika wilaya hii ya Karatu hapa Ngorongoro. Kwa hiyo tusubiri kitakachofuata baada ya uzinduzi wa jezi tuweze kuona, je, watu watajitoa kwa kiasi gani, lakini wataweza kuipatia faida klabu kwa kiasi gani. Baada ya jezi ya Simba kuzinduliwa katika mamlaka hii ya hifadhi ya Ngorongoro na hapa eneo la Ngoitoktok, tunaongana na baadhi ya mashabiki ambao wao wamekuwa kipao mbele cha kwanza kabisa kufanya manunuzi ya kwa upande wa jezi. Hivyo karibu sana, lakini utujuze pia kwa upande mwingine kwamba ni kipi kimekufanya ununue jezi kuwa kwanza, lakini pia ulifikiria nini kushuka na maybe kama ni gharama au ni hela kushuka na ili uwe wa kwanza kununua jezi, lakini pia utueleze kwa kifupi safari hii ya kuzindua jezi ya Simba katika mamlaka hii ya hifadhi ya Ngorongoro imekuvutia vipi? Karibu sana. Kwa majina yako? Asante sana. Kwa majina mimi naitwa Suleiman Kahumbu, ni shabiki wa Simba Sports Club. Kwanza kama kilichonivutia zaidi, unaona jezi yenyewe ni kali sana. Tumeona mwaka jana tulivaa jezi nzuri bora, lakini mwaka huu jezi imekuwa bora zaidi, na ndio maana baada ya kuiona pale haraka nikaanza kununua na kuweza kuivaa. Na pia hii experience ya kuja huku imetuhamasisha sana, watu tumeenjoy. Simba imefanya ubunifu wa hali ya juu sana. Mashabiki kama unavyoona wamekuja huko, wamefurahi, wamepata experience kubwa, wamefanya utalii. Tumezindua jezi kwa namna yake, lakini jezi kama unavyoona imekuwa kwenye mwili, imekaa jezi vizuri, imenyooka. Kwa hiyo jezi ni imara, ni bora sana, ndio maana imenivutia. Kwa sijaangalia kuhusu gharama. Gharama ya kuja Platinum tumelipa 100,000, lakini pia jezi kama unavyoona shilingi 45 unavaa una enjoy kabisa. Jezi ni imara, nzito, iko vizuri kabisa kiongozi. Samahani sana, ni mwenyeji wa Dar es Salaam. Dar es Salaam Tukaratu. Dar es Salaam Tukaratu. Kipi ambacho ukitoka leo Karatu hapa Ngorongoro ukarudi Karatu, lakini pia ukarudi pia na Dar es Salaam, utawadithia wengine ambao wamemisi safari? Kwa kweli nitawadithia experience. Kama unavyoona hali ya hewa ya huko ni hali ya hewa nzuri sana, imetulia. Vivutio kama unavyoviona hivi, tunaona maji yametulia vizuri, kuna wanyama, kuna zile hills, kuna up and downs zilivyo, mazingira ni mazuri sana. Tumeona wanyama wa kuvutia kule. Kwa mtu ambaye hajafika Ngorongoro kupitia hii trip, amekosa vitu vingi vizuri na bora kabisa, kwa sababu vivutio vingi vya taifa viko Ngorongoro. Kama unavyoona tu mwenyewe, hali ya hewa ni nzuri na wanyama wa kuvutia wako wengi sana. Bro, nashukuru sana. Ni Darubini Digital, lakini pia ni media ambayo inapatikana hapa wilayani Karatu. Nashukuru sana, ongeleni sana, karibu. Asante sana bro. Asante sana. Tunazidi kuungana na mashabiki mbalimbali katika hifadhi hii ya Ngorongoro. Hapa tunakutana na mashabiki ambao ni maarufu katika nchi ya Tanzania kwa upande wa timu ya Simba. Hivyo kaka, karibu sana. Leo tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, nikiwa na afya njema tele. Nipo katika jiji la Arusha. Target na nia ni uzinduzi wa jezi na wiki ya Simba Day. Nimefarijika, nimefurahi kwa mara ya kwanza nimefika Ngorongoro, nimeona utalii umetulia, umetaradadi. Binafsi nimeenjoy sana leo, nimeenjoy sana, na tutaka niambie tu hasa mashabiki zangu wa Simba na Watanzania kwa jumla, Ngorongoro ni nzuri na atakaye na aje. Mambo ya kubulbul, mambo moto moto. Binafsi nimefurahi sana kwa mara ya kwanza nimefika eneo ambalo
fuvu la mtu wa watu wa kale limepatikana hapa Olduvai. Nimeona bonde jinsi lilivyo, nimeona bwawa ile hapa lenye mamba wakali na nini kiboko wakali. Nimeenjoy sana, nimefurahi sana. Kiagizo kikubwa mno uzinduzi wa jezi. Jeruti kwa kifupi anachotufanyia wana Simba tunaenjoy sana. Hana baya. Tunaenjoy sana wana Simba sana. Yaani bro, bwana nimeangalia ile quality ya jezi. Nachoambia wana Simba tuendelee kununua jezi za Jeruti kwa kupitia $1. Tuachane na jezi fake. Jeruti anatutendea haki wana Simba. Tunaenjoy wana Simba bro. Sawa, lakini hebu tujuze kwa upande wa wenyeji, kwa upande wa watu wa Karatu, upokeaji wako kwa wewe kama mgeni kutoka maybe labda sehemu ya Dar es Salaam hadi umefika, wamekupokea vipi? Nimeenjoy kila unakopita watu bwana, tupige picha pasi milioni, tunapiga picha, tunaenjoy. Nafarijika sana na nachotaka niwaambie wana Karatu kwa mapenzi waliokuwa nayo mpaka na wana Arusha. Nitakaa Arusha kuhakikisha kwamba watu waendelee kuvaa jezi original. Nitakuwepo Arusha. Target ni kwa support wana Simba wenzangu wapate kitu kilichokuwa clear. Binafsi nimeenjoy, wana Karatu hawana baya. Yeah. Tunashukuru sana. Pamoja paka jengewe bana. Kwa jina naitwa Alimikoi, almaarufu Sugu. Naamini kwamba tumetoka Dar es Salaam mpaka leo tumefika Karatu. Safari ilikuwa sio ndogo, safari ilikuwa ndefu, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tumefika salama. Lakini kikubwa lazima nitumike ukweli, kwanza ni appreciate sana watu wa Karatu kwa namna ambavyo wamepokea, wametupa support iliyokuwa kubwa. Kuna namna ambavyo tunashirikiana nao ili kuhakikisha kwamba jambo la Simba linakwenda vizuri, jambo linakwenda sawa. Lakini kikubwa kilichotuleta Karatu leo, tuko hapa Ngorongoro. Kubwa moja, kuna namna ambavyo tunakuja kuzindua wiki ya Simba, lakini pili tunakwenda kuzindua jezi. Moja niseme wiki ya Simba tumezindua vizuri na swala la jezi tumezindua vizuri. Ni jambo la kumpongeza Jeruti, anaendelea kutuheshimisha. Tumekuwa na jezi bora, tunatembea kifua mbele. Lakini naambia wana Karatu, ili moja kuweza kufanikiwa ni kwenda kumuunga mkono Jeruti katika biashara ambayo fanyaje aliyotuleta. Leo hii kuna vitu vingi Jeruti ametuahidi, moja na kwenda kutekeleza, lakini utekelezaji wake ni nguvu anaipata kutoka kwa mashabiki wa Simba. Kwa wana Karatu tununue jezi original, tumuunge mkono Jeruti ili kuhakikisha kila jambo linakwenda vizuri, kila jambo linakwenda sawa. Mashabiki kwa upande wa wilaya ya Karatu nao pia hawakuwa nyuma. Labda kwa kina zaidi watueleze jinsi ambavyo wamefurahishwa na ujio wa Simba, lakini pia kuheshimisha mji wa Karatu wao kuweza kuzindua jezi yao katika mji huu wa Karatu kwa upande wa Ngorongoro. Lakini tunaungana na mashabiki baadhi, wao tueleze furaha yao na jinsi ambavyo wameweza kupenda kwa kina sana uzinduzi wa jezi ya Simba. Karibu sana mzee. Asante sana. Kwanza nipongeze klabu yangu kwa kuona hii tukio kuleta ndani ya mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Pia tunawapongeza kwa wao kuja ndani ya wilaya yetu ya Karatu. Ni fursa pia kwa sisi mashabiki ambao tunaishi ndani ya mkoa wa Arusha, wilaya ya Karatu. Kiujumla tunawapongeza sana. Pia tunampongeza mzabuni wetu kwa kutengeneza jezi bora na nzuri na za kisasa. Jezi ni nzuri, tukanunue jezi. Simba nguvu moja. Shukrani sana. Asante sana.